ya Yusufu, ndoto ya Farao na ushauri wa Yusufu, sehemu ya 7. Tunasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 41 kuanzia aya ya 47. Ikawa katika miaka ile 7 ya shibe, nchi ikazaa kwa wingi. Akakusanya chakula chote cha miaka ile 7 katika nchi ya Misri. Akaweka chakula katika miji, chakula cha mashamba yaliyozunguka kila mji akakiweka ndani yake. Yusufu akakusanya nafaka kama mchanga wa pwani, nyingi mno, hata akaacha kuhesabu, maana ilikuwa haina hesabu. Kabla ya kuja ile miaka 7 ya njaa, Yusufu akazaliwa wana wawili ambao ni Asenathi binti Potiferi kuhani wa Oni aliyemzalia. Mstari wa 53. Miaka ile 7 ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri. Kwa kipindi cha fursa, kuna kitu alichokifanya Yusufu. Alikusanya chakula, aliweka akiba, aliwekeza. Swali nimeuliza tena, niliuliza kwenye sehemu ya 6 na kwenye sehemu ya 7 na kuuliza tena, kuna kitu chochote umejiwekeza? Na hicho kitu ni nini? Kama umekula kila kitu na umri wako unakwenda, uko kwenye danger zone, uko kwenye mlengo wa hatari. Mstari wa 54. Ikaanza kuja ile miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo miaka 7 ya shibe, kuna kitu alifanya Yusufu. Yusufu hakuwa anakaa kwenye maombi, ila kuna kazi aliyoifanya, ndiyo nayoitaka. Na nachotaka pia kurekebisha ni watu ambao wanatumia maombi, wanatumia novena kama suluhisho la eneo hili. Hapana. Ninafanya maombi sana. Maombi yana nafasi yake, na maandiko anasema ombeni bila kukoma. Sikusema usiombe, lakini kwenye utatuzi wa eneo hili, maombi sio sehemu yake. Kuna kitu unatakiwa ufanye ili kitibike, na ndio hili hapa, na ndicho alichokifanya Yusufu, na ni muhimu sana kwangu mimi na kwako wewe. Kwa hiyo miaka ya shibe ilipita, ikaja miaka inayokula hiyo miaka. Kwa kawaida miaka hula miaka. Wakati wa fursa unatakiwa uwekeze. Wakati unapokuja ile miaka 7 ya njaa, kile ulichowekeza kitatumika kufidia wakati huo, na ndicho kinachoanzia hapa. Mstari wa 54 wa 53. Miaka ile 7 ya shibe ikaisha katika nchi ya Misri. Ikaanza kuja miaka 7 ya njaa, kama vile Yusufu alivyosema. Kukawa na njaa katika nchi zote, bali katika nchi ya Misri palikuwa na chakula. There was corn in Egypt. Kuliko kuwa na mahindi ni Misri peke yake. Miaka ya njaa imekuja. Hata kama utapiga maombi mpaka ukatoka jasho la damu, ni ngumu kutatulika. Labda uishi kama ile miaka ya Misri ya kule jangwani, ya kuishi kwa mana, na hiyo haipo. Mstari wa 55. Na nchi yote ya Misri ilipoona njaa, watu walimlilia Farao awape chakula. Fikiri kusingekuwa na Yusufu, Farao ingekuwaje? Farao akawaambia Wamisri wote, watu wote wa nchi, tangazo, enendeni kwa Yusufu, atawaambia fanyeni. Mstari wa 55 wa 56. Njaa ikawa katika dunia yote pia. Kwa hiyo njaa haikuwa Misri tu, ni dunia nzima. Yusufu akazifungua ghala zote
akawauzia Wamisri. Njaa ikawa nzito katika nchi ya Misri. Watu wa nchi zote wakaja Misri kwa Yusufu ili wanunue nafaka, kwa sababu njaa ilikuwa nzito katika dunia yote. Katika dunia yote. Tumemaliza kusoma sura hiyo ya 50, sura ya 41 mpaka aya ya 57. Kwa summary fupi, tunaambiwa nini? Una miaka yenye fursa, una miaka ya njaa. Miaka hula miaka. Haya majira yanatukumba wote, na kwa sababu hiyo ushauri wa Yusufu ni muhimu sana kwa kila mtu. Lazima uwe na mtu mwenye akili na hekima wa kuweka akiba kwa ajili ya kesho yako, kwa sababu haya yanawakumba wote wanaoishi duniani. Kama huna kitu ulichoweka, ni hatari sana, kwa sababu suluhisho lake ni nini unachokifanya wakati ulipofanikiwa, wakati ulipopata pesa. Wengine walibweteka wakaanza ulevi, maisha ya starehe, maisha ya anasa, na yakawa mabaya sana, na hawakujua ni nini cha kufanya. Tunachoitiwa ni nini? Ni nini cha kufanya Mungu anapokupa fursa, aidha ofisini, kwenye biashara, kwenye utume, nafasi Mungu aliyokupa, ni nini cha kufanya? Kama matumizi yako yamekuwa ni makubwa sana, uelewe kule mbele utalia machozi. Kama wewe ni mtu wa kutapanya tu, uelewe kuna kipindi utalia machozi. Nimekutana na hawa watu wanalia machozi, hawakujua wakati wa kujiliwa. Majira hayo yanapokuja, kila mtu ana miaka ya shibe, ana miaka ya njaa. Wakati wa shibe ndipo unapotengeneza ni nini cha kufanya kwa ile miaka ya njaa. Haya ni majira yako, wakati wa kitabu cha Mhubiri sura ya 3 anaeleza sana, kwa kila jambo lina wakati na kusudi lake, wakati wa kukusanya, wakati wa kutapanya asiyokusanya. Kama hukujua ni wapi pa kukusanya na kufanya, hapo unateseka sana. Na maandiko yameeleza kwa marefu kwa mapana ufanyeje ili uweze kuishi vizuri na kuwa relevant kwenye majira ya maisha yako. Ndoto ya Yusufu na ushauri wake. Please chukua hatua. Chukua hatua. Hata kama kuna kitu unachoweka akiba, hata kama ni kidogo, ni kitu. Uweke akiba kwa ajili yako na kwa ajili ya kesho. Tunahitaji hilo. Kama hutaweka, unajiandaa kuteseka kuliko ilivyo kawaida. Ndoto ya Yusufu na ushauri wake. Kama hutachukua huo ushauri wa Yusufu, unajiandaa kuteseka. Mlee mtoto wako. Maandiko anasemaje kwenye kitabu cha Mithali sura ya 22, sura ya 22 aya ya 6, anasema mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Kufuata hiyo hekima. Alafu mstari wa 7 unatupa maana, tajiri humtawala maskini, naye akopaye ni mtumwa wake akopeshaye. Tajiri humtawala maskini. Kama hutafuata ushauri wa Yusufu, jiandae kutawaliwa kabisa. Halina namna. Kazini tabidi akutawale, atawale akili yako, atawale kila kitu, atawale maisha yako, atawale ndoto yako, atawale maono yako. Utatawaliwa. Utaishi kwenye utumwa na kwenye umaskini usiokuwa na kichwa wala miguu, ule umaskini wa milele. Lengo letu usiishi hivyo. Kama umejiandaa vizuri, umewekeza, uwekezaji wakati wa shibe, wakati wa fursa, inapokuja kipindi kigumu, kwa sababu kinawakumba wote, haitakubabaisha.
Wakati Yusufu ameweka kile chakula, njaa ilivyokuja haikubadilisha chochote. Wale nchi nyingine hawakuwa na huo ushauri, na kama hukujiandaa vizuri, njaa haina adabu. Itabidi uuze hata nafsi yako, uuze hata utu wako. Kwa nini? Ukatafute chakula. Ushauri wa Yusufu, ndoto ya Farao na ushauri wa Yusufu, mtu wa hekima na maarifa kwenye maisha yako. Tunatumaini itakusaidia upate hekima ya Mungu, nini cha kufanya na unatakiwa ufanyeje. Tumsifu Yesu Kristo.